Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ningeomba ukaweze kuketi, na kwa wale wote wako nje waweze kuingia ndani ili tukaweze kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa wakati huu ambaye ametuwezesha waweze kushiriki neno lake. Nasema ni asante, na natambua uwepo wa Pastor Ebeneza pamoja na mke wake, na pia natambua uwepo wa mke wa Pastor Charles na uwepo wa viongozi wote ambao wako katikati yetu. Haleluya. Unapopiga makofi, unapiga makofi ukimaanisha haleluya. Hakuna mtu anakulazimisha, wewe piga tu makofi, jua ya kwamba unampigia Mungu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuko salama ndani ya Yesu, si ndio? Na pia tunashukuru Mungu kwa wale ambao wanatufuatilia. Mungu akawabariki. Sasa tukaende kusoma neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha 2 Corinthians chapter 3. Tasoma kuanzia verse 1 mpaka 6. Korintho wa pili chapter 3 verse 1 6. Someni vyetu. Wakorintho wa pili mlango wake wa 3 kuanzia mstari wa kwanza unasema, je, tunaanza tena kujisifu wenyewe, au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huhuisha. Na hilo ndilo neno. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu tunaenda kujifunza. Naomba tu Mungu kanitumie tu kama chombo ninaponena na kanisa lako Bwana. Alika Roho wako Mtakatifu akaweze kutawala mioyo zetu, akaweze kutawala mawazo yetu Bwana, ili Mungu tukasikie kutoka kwako Bwana. Fungua masikio yetu ya kiroho, macho yetu ya kiroho Bwana, ili Mungu tukaweze kuona ukuu wako.
Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Hii verse yetu tutasoma mstari wa 2 mpaka 4. Kwa nataka tusome kuanzia penyewe ili tukaweze kujua Paulo alikuwa anaongelelea nini. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kuongelelea kuhusu advertising Jesus Christ. Advertising Jesus Christ. Advertising Jesus Christ, kutangaza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tutaweza kusoma kivasi yetu ambayo inaanzia mstari wa 2, inasema nyinyi ndinyi barua yetu iliandikwa mioni mwetu, anayejulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhirishwa kwamba mumekuwa barua ya Kristo tulio ikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukisema kuhusu advertising Jesus Christ, advertising kila mtu anajua advertising ni nini, kwa maana inafanyika hata kwenye TV, ama kuna watu wao wanalipwa kufanya advertising. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kufanya advert ya Safaricom, huwa unapatiwa nguo na huwa unapatiwa zile vitu ambazo utafanya nini, unatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze mtu atakapokuja asiwe na kuuliza ya kwamba nataka mtu wa Safaricom. Hapana, anajua ya kwamba huyu kila anachofanya ana advertise hii kampuni, na kuna bidhaa ambazo zinazouzwa katika hii kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu ambaye ana advertise ni lazima akuwe anaonekana kwa mavazi yake, vile anavyokaa, mtu atajua, hatauliza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuja kuambia kwamba kuhusu advertising Jesus Christ. Na kwa advertise Jesus Christ haitaji mavazi ambayo utavaa ionekane ya kwamba wewe una advertise Jesus. Lakini Paulo ametuelezea kupitia neno lake ili tukaweze kujua. Paulo anatuambia ya kwamba sisi ni barua inayesomwa na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni barua ambaye Paulo anaandikia wa Korintho. Kwa maana Corinthian walikuwa na shida. Hapo mwanzo walikuwa wako na tashwishi sana na Paulo. Kuna wale walikuwa wanasema Paulo si mtume wa Yesu Kristo, na kuna wale wanayesema ya kwamba Paulo ni mtume. Kwa hivyo wengi walikuwa nakataa mahubiri yake, mafundisho yake, wakisema ya kwamba Paulo si mtume wa Kristo na anapoteza makanisa. Lakini Paulo anakuja, anaandika story yake, anasema testimony yake, anawaelezea kuhusu jinsi alivyokutana na Yesu, jinsi alivyokombolewa, ndivyo akaweza kufanya mtume wa Yesu Kristo. Na Paulo tunajua, tunaposoma katika Matendo ya Mitume, tunajua ya kwamba vile Paulo alivyokutana na Yesu Kristo, alivyokuwa akielekea kule Damascus, akiwa njiani akapigwa na light, kisha akaanguka. Alafu sauti ikatokea ikasema, akamwita, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Bwana Yesu asifiwe. Na akauliza, ni nani huyo? Akamwambia, ni Yesu Kristo, yeye unayetesa. Hapo ndipo Paulo sasa anapokea ule mwito
Na Paulo anasema ya kwamba katika hiyo njia, anasema ya kwamba aliona third heaven, na kila aliona third heaven hakuiambia mtu. Lakini anasema katika hii njia mimi sitaondoka, niko tayari kukufa, niko tayari kufanywa lolote, lakini siwachi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Wakorintho wako na shida, hawamtaki Paulo. Wengine wanamshuku kama yeye si mtume. Ameandikia barua ya kwanza ambayo ni 1 Corinthians, sasa anawaandikia ya pili ili kuambia jinsi mnavyokaa, jinsi mnavyojionyesha si vyema, jinsi mnavyoonyesha tabia yenu si vyema, vile mnavyojichukulia si vyema. Lakini mjue ya kwamba nyinyi ni barua inayesomwa na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anawaita wao, anawaambia kwamba wao ni barua? Wajue ya kwamba kile wamebeba ndani ya moyo wao ni Kristo ambaye wamebeba. Kwa hivyo si Paulo mnapaswa kuongelea Kristo, kwa maana yeye anaongelelea Kristo. Yeye hajiongelelei, yeye hataki ahubiriwe, yeye hataki ya kwamba yeye abudiwe, lakini yeye anataka kile anachokisema wakaweze kukiamini. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na ndiye anawaambia kwamba hii ni barua, si ati imeandikwa kwa wino, na bali haijaandikwa kwa jiwe. Anamaanisha katika Old Testament, Musa alipokuwa anaongea na Mungu, alikuwa anaambiwa maneno, anaandika kwa tablet. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Paulo anasema ya kwamba hii barua haikuandikwa kwa wino, bali haikuandikwa kwa jiwe, imeandikwa mioyoni mwetu. Kwa hivyo hatuko katika agano la kale ambapo tutaandikiwa kwa jiwe ama tutaandikiwa mahali tuwe tukisoma, lakini bali Kristo ameandika ndani yetu kwa nguvu za Roho wa Mungu ndani yetu. Na inamaanisha ya kwamba sisi tukiwa hivyo, sisi ni barua, kwa maanisha ya kwamba tuache tabia zetu mbaya, tuonekane watu walio wazuri. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Na anasema ya kwamba katika agano la kale ilikuwa inaleta hukumu. Katika agano la kale ilikuwa inaleta kifo, lakini agano jipya limekuja ili likaleta uhai. Na ni nani anayeleta uhai? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo kuna watu walikuwa Antioch. Hakuna mtu ambaye aliulizwa akasema mimi ni Mkristo, lakini kwa ajili ya kutembea kwao na muonekano ile walikuwa wanaonekana, watu wakasema wale ni Wakristo. Hakuna mahali walisoma, lakini kwa ajili ya behaviors zao, kwa ajili ya jinsi walivyokuwa wanakaa, inaonekana ya kwamba wao ni barua ambayo inasomwa. Kristo anaonekana ndani yao pasipo kujieleza. Mkristo si mtu wa kujieleza, atuende ukaambie watu ya kwamba mimi nimeokoka. Tabia zako, mwenekano wako, jinsi unavyoongea, jinsi unavyovaa, inaonyesha ya kwamba wewe ni Mkristo, unamheshimu Mungu. Ndipo nimekuja kuambia kwamba advertise Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Advertise Jesus Christ kupitia maneno yako, kupitia jinsi unavyovaa, kupitia mwenekano wako, vile unavyokaa, jinsi unavyojionyesha. Hiyo ndiyo njia ya kuadvertise Jesus Christ, kwa maana sisi ni barua ambayo imeandikwa katika mioyo zetu
kupitia nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mienendo yako, kwa mavazi yako, jinsi unavyoongea, mtu hatasema ya kwamba huyu ni Mkristo. Mtu hataangalia mavazi aseme huyu ni Mkristo. Najua kitambo tulikuwa tunajua ya kwamba ndio ujue pastor anavanga sharpshooter, kwanza ya white na suti na tie, na broker pia wakajua hii ndiye swag, pia wakaanza kuvaa viatu za white sharpshooter na tie na suti mzuri, ili akaweze kukuibia kupitia mavazi. Lakini tutajua Mkristo namna gani? Kwa kuongea na tabia, jinsi unavyokaa, vile unavyoonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Paulo anawaambia ya kwamba nyinyi bado ni wachanga, munakopi dunia kuleta kanisani. Munaangalia dunia alafu mnaleta kanisani. Mpendo, nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu habadiliki. Mungu ni yule wa miaka iliyoisha ya kitambo, na bado ni Mungu mpaka siku ya leo. Hauwezi mbadilisha na kuvaa miniskirt, hauwezi mbadilisha na kuvaa trouser, hauwezi mbadilisha na vile unavyokaa. Mungu ni yule yule, lakini kwa tabia zako atakutambua ya kwamba wewe ni mtoto wake. Kwa kuongea, vile unavyoongelesha watu, vile unavyowapenda watu, ujue kwamba wewe ni barua inayesomwa na watu wengi. Haleluya. Mara mingi tunasemanga kwamba leader ambaye leader yote anatazamwa na watu wengi. Mkristo yeyote ni leader anayetazamwa na watu wengi, wanayetaka kumjua Kristo kwa maana yeye anamjua. Haleluya. Usiwe Mkristo wa kanisani tu hapa, wewe kukuja hapa umenyenyekea saa hii, na kwa plot wewe ndio unajua matusi yote, wewe ndio unajua watu, wewe ndio unajua siasa yote, wewe ndio unajua vile Kenya inakaa. Ani vile unavyoeleza na vile unavyokaa kanisani ni vitu viwili. Hebu jiulize swali. Kuna mtu ashaye kuangalia hivi akatamani kuwa Mkristo? Haleluya. Kuna mtu ashaye kutazama akatamani kuwa Mkristo? Jinsi ulivyo, jinsi unavyokaa, jinsi unavyoonekana, jinsi unavyoongea, vile unakaa, vile una treat watu. Wewe ni barua inayesomwa na watu wengi. Mshene wako utafanya mtu aseme kama ni wokovu acha ikae. Kuvaa kwako kutafanya mtu aseme ya kwamba kama Wakristo wanavaa hivi wacha ikae. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua mara mingi huwa tunaingilia wadada juu ya kuvaa, lakini pia wandugu. Anaenda ameshona longi na yeye ni Mkristo, anaenda mbinguni, sema Yesu Kristo ni Bwana, lakini jinsi amevaa longi anataka kuonyesha ya kwamba kama kuna wanadada wakaweze kunitazama, jua ya kwamba kunaye mtu hatazami mahubiri yako, anatazama jinsi umevaa, na anatamani jinsi umevaa, anatamani jinsi unavyoonekana. Wewe hampeleki mbinguni, lakini ako na haja na wewe. Wewe si barua inayesomwa, wewe ni barua mbaya inayetangaza ushetani. Nenda kwa fundi na mwambia ni pime fitting.
fitting. Mwambie ishike vizuri, ili ionyeshe mazigwembe vizuri. Alafu unatafuta kashati kashike vizuri, kaonyeshe kifua na six pack vizuri. Sasa ukihubiri wa kuone wewe si barua inayosoma. To advertise Jesus kupitia mavazi yetu mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yetu akiwa mazuri, hata ukiwa na shati moja na longi moja naipiga pasi kila Sunday, hakuna mtu atakuuliza. Kuna mtu atakuuliza. Na wanadada siku hizi wanasema ya kwamba si hata siku hizi wahubiri wazungu wanahubiri na longi, na anavaa longi vizuri, kamemshika vizuri, katight vizuri, alafu anahubiri, anasema ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hakuna Yesu Kristo ni Bwana. Mavazi yako yenyewe inaonyesha kwamba ni nani una advertise. Je, ni Kristo ama ni shetani? Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Number 1. Your clothes should glorify God. Mavazi yako, nguo zako lazima zimtukuze Mungu. Hawezi kuja kutuhubiria hapa na umevaa longi, wewe ni mama ama wewe ni msichana, lakini ndani ya longi kile umevaa ndani kimechora vile kinakaa. Wanaume wakiwa kwenye ibada hawasikizi kile unachohubiri, pali wanakutazama. Uko misheni, hautangazi Jesus. Haya mavazi ambayo umevaa yanamtangaza Yesu. Siku hizi ni swag. Kwa Yesu hakuna swag. Hivi ndio wanavaa. Hakuna kwa Yesu vile wanavaa. Vaa vizuri ili injili ifikie watu. Kama ni longi unataka kuvaa, enda kwa fundi, basi tafuta ile nguo ndefu ambayo inafika hapa. Mama unataka kuvaa longi, vaa longi, lakini nguo tafadhali ifike hapa, si ndio? Nyinyi mvangi longi, tunakutananga huko kwa street mmevaa. Haleluya. Kama ni mzee, kama unataka kuvaa t-shirt, uvae tu t-shirt mzuri. T-shirt nzuri kuna size zote. Kama unavanga large, anza kuvaa extra large. Hili sionyeshe six pack mtu akakuja akatoka katika njia za Mungu. Advertise Jesus kupitia mavazi yako. Jinsi unavyo pia vaa. Pia mtu akajua kwamba kama ni Ukristo, Mkristo anakanga hivi. Heri nimetamani kuwa Mkristo, pia mimi nitakuwa Mkristo, nianze kuvaa hivi. Je, mtu anatamani jinsi unavyovaa? Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Sije mkanichukia. Haleluya. Na kile pia unapatia mwili wako, kile unachofanya kwa mwili wako, make sure kinatukuza Mungu. Usiseme niliona pastor fulani akiwa amechora tattoo imeandikwa Jesus Christ, na hata wanikangi Jesus Christ. Unajua pia siku hizi kuna watu wanaitwa Jesus Christ. Kunao. Haimaanishi ni yule Jesus, yule unayejua ndiye ameandikwa pale. Iko na njia mingi inayemaanisha. Nimekutana na watu wengi walio na tattoo. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa ameandika mkono hapa, ameandika Jesus. Na nikachukua muda kukaa naye sana kutaka kujua kuhusu hizo tattoo. Tukaniambia, rafiki yangu, hata ni pesa ninayetafuta kuzitoa,
na kutoa moja na niko na 4 inahitaji 1,100 ili nitoe. Nikamuuliza, kwani inakuumiza na umeokoka? Akaniambia hapana, si ati nini, lakini ina mali niliyochorewa, wananimulika, wanaona jinsi ninavyotembea, kwa maana mimi bado ni wao. Hata kama nimeokoka, wanashinda wakinifuata, wakinirudisha. Ananiambia ikifika usiku wao inamulika, ni mapepo fulani. Na nikamwambia, si mtu anaandika Jesus Jesus, akasema hakuna. Kwa hivyo nataka 400k, nikipata natoa. Ambia tuamini tu Mungu. Mungu ni mwaminifu. Naye wengine wanafanya wakisema ya kwamba hata kuna wengine wamefanya, Yesu anaangalia moyo. Mwili wako. Chua Biblia inasema ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako hekalu la Roho Mtakatifu. Haufai kuchezea huu mwili. Na Biblia inasema ya kwamba tutoe mwili yetu kama dhabihu takatifu. Haleluya. Si kufanya jinsi unavyotaka. Yesu alilipia msalabani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wasema onja kidogo, kwa maana Yesu alibadilisha maji kawa pombe. Nawaambia kwamba yeyote anayetumia mvinyo, yeyote anayefanya nini, hatafanya nini? Tuseme na nguvu, hatafanya nini? Si mimi, ni maandiko. Yeyote anayetumia mvinyo, mvinyo ni pombe, hataona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tusomee 1 Peter chapter 3 verse 3 and 5. 1 Peter chapter 3 and 5. Petero wa kwanza mlango wake wa 3 mstari wa 3 hadi 5. Biblia inasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya dhamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Amen. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Isikuwe tu unajipamba nje. Kujipamba unajua ni kujingarisha, si ndio? Jingarisha, unakaa vizuri. Lakini pia isikuwe kwa nje tu peke yake. Petero anatuambia isikuwe tu ni nje peke yake, bali pia iwe ni pia ndani. Vile unavyokaa, vile unavyoongea. Unajua unaweza vaa suti vile nimevaa hivi na tai, kwa smart, umefunga vizuri, lakini vile tu utaongea kila mtu asema kumbe huu ni mavazi tu. Chenda mali kama hapo kwa kumbe ni mavazi tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha naye pia kusuka kwetu na kuvaa kwetu kuwe kwa kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwe kwa kumtukuza Mungu. Usivae nguo kanaye kubana mpaka ukitembea kila saa uko tu hapo, utaumiza vidole. Ukitoka kwa nyumba ulikuwa umejua umevaa hivyo, si ndio?
Mbona kila saa ni hapa? Siwache tu ipande na ikae vile nataka. Kuja kuingilia mtu, nimekuja kusema ya kwamba advertise Jesus Christ kupitia mavazi yako yanayomtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yanayofanya nini? Yanayomtukuza Mungu. Number 2, be the light to attracting men to the kingdom of God. Kuwa nuru inayevutia watu, inayevutia wanadamu kukuja katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie, si ndio? Be the light to attracting men to the kingdom of God. Watu wakikuona wanaona Yesu ndani yako. Watu wakikutazama wanatazama Yesu ndani yako. Jinsi unavyokaa unawavutia ili waje kwa Yesu Kristo katika kingdom yake. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa pale Antioch, wakati walikuwa wanatembea, walivutia watu wengi, na watu wakasema wanatembea kama Kristo, wanakaa kama Kristo. Vile wanavyo smile, wana smile kama Kristo. Pia sisi tunataka kukua kama wao, kwa maana wamebeba nuru. Je, wewe umebeba kitu kinavutia? Mtu anakuangalia hivyo anasema ya kwamba nataka kuokoka, nataka kuokoka nikae kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana umebeba nini? Nuru. Ambaye nuru ni nani? Kristo. Tunamwadvertise. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juu ya kwamba sisi ni ambassador wa Yesu Kristo. Tunatangaza injili ya Yesu Kristo. Tukitembea tunajua ni Yesu Kristo. Mtu anakuuliza, mpendwa, niambie siri. Siri ni Yesu. Niambie jinsi nitakavyoishi vizuri. Siri ni Yesu. Haleluya. Nitafanya aje nianze kuimba vizuri vile watu wa reconciliation wanaimba? Siri ni Yesu. Haleluya. Haleluya. Unaona hata watu wanaimba huko kwa mataifa, wanaimba kule nje, lakini bado ukiwaleta ukiweka hapa watakosa kuimba, kwa maana hawana nani? Hawana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata kuna churches zingine kule nje wanahaya watu wakuja wacheze drum set, wakuja wacheze keyboard, lakini ikifika saa ya mahubiri wanakaa pale nje, na hata wengine wanavuta bangi wakiwa pale nje. Wanasema hiyo si kazi iliyotuleta pale. Hawana nuru ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Heri zilale hapa, lakini tupate yule aliye na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliye na nuru ya Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Sisi ni ambassadors wa Yesu Kristo. Tutangaze wema wake, tutangaze uzuri wake. Tunapoimba tuonekane wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunavyoongea tuonekane wa Yesu Kristo. Hata vile unavyovalia, unavalia tu vizuri. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Ambassadors wa Yesu Kristo wanajua pia kufanya nini? Kuvalia. Usiende duniani ukaleta vya dunia kanisani. Hiyo ndiye Paul alikuwa anakataa. Anawarebuke. Mnakopi dunia, mnaleta kanisani. Paul anakataa. Kwani nyinyi ni watu wa aina gani? Mjakoma, bado nyinyi ni wachanga. Hamjui huyu Kristo. Mjue ya kwamba nyinyi ni barua inayosomwa na watu wengi. Unakataa kuja kanisani.
Tumekopa kule, umeona mwanadada mzuri amevaa amepita pale kwa street amevaa kanguo kamembana vizuri, anasema unaenda na mkimbilio na anasema fundi wako ni mgani? Kuja nikupeleke. Pia unataka hiyo. Haleluya. Mbona mtu ameshuka style mzuri. Wewe badala yako uulize Mungu nitashuka gani? Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Advertise Jesus Christ. Number 3, your speech and behaviors should represent a child of God. Your speech and behaviors should represent child of God. Acha kuagwe sana mpaka ushinde. Speech vile unaongea hivi, vile unavyoongea watu wanajua ya kwamba huyu ameokoka ama hajaokoka. Na mtu anaweza kukuuliza hata swali, na ndugu yangu hebu acha nikuulize, unakwanga umeokoka? Hiyo swali la vile na umanga. Unakwanga umeokoka? Kwa nini amekuuliza? Vile umeongea. Vile una behave. Kristo anafaa kuwa na behaviors mzuri. Nenda kwa harusi unaanza kupigania chakula na umeokoka. Tunaelekea wakati wa campaign. Kristo anapanga laini na wakimnyima ile 50 na anakunja shati na anapiga mtu na ameokoka. Behaviors zako zitaonyesha kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na speech vile unavyoongea. Unaongea si ati unajua walio wanasemanga ameongea tu fua. Yaani habagui ni lipi la kuongea na ni lipi la si la kuongea. Yeye anaongea tu. Naongea tu fua. Bwana Yesu asifiwe. Speech yako vile unasimama, mtu anasema huyo ndugu ameongea vizuri. Huyo ameokoka. Huyo ameokoka. Unajua watu wameokoka, watu wanasemanga ya kwamba wanajua kuongea, wanajua kuvaa, wanakuanga na behaviors mzuri. Na je, wewe unapotokea jinsi unavyoonekana na jinsi unavyoongea, wanasema kweli? Haleluya. Kienda mahali watu wanasema ya kwamba kuoa bibi wawili si dhambi na pia una support. Nasema si hata Solomon alioa, si hata Daudi alioa. Yaani una support. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni ambassadors wa Yesu Kristo. Lazima tujue jinsi tunavyoongea, jinsi tunavyo behave, jinsi tunavyovaa. Hiyo ndio inampendeza Mungu. Na watu watakapokuona watasema ya kwamba huyo ndugu, huyo dada anapendeza. Nimetamani kuokoka. Naye pia ataokoka na mjue Kristo. Na utasikia vizuri kwa maana mtu ameokoka vile umevaa na vile uliongea na vile tabia yako ni mzuri. Naye pia utasema ya kwamba kumbe huwa anapendeza. Haleluya. Haleluya. Watu wakingangania maji kwa ploti, wamepanga mitungi, unasema nyinyi choteni, mimi nitachota mkimaliza. Si ati unakunja ngumi. Na maji ikiisha unasema Mungu nisaidie, ataleta pesa, utanunua maji yako na utakaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Naye watu wataona jinsi ulivyo mzuri.
Nora amesema hiyo haiwezekani. Hiyo fanya nini? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha tutangaze wema wa Mungu. Si ndio wapendo? Tutangaze wema wa Mungu. Yesu alitupenda na tukae kama yeye. Tukae kama yeye. Sisi ni barua inayosoma. Je, tabia zako ni tabia zinazokaa namna gani? Tabia zako ni za kumpendeza. Haleluya. Unatembea yani pia unajua kwa nini saa zingine mtu hawezi tamani hata kukufuata kwenda church? Juu anaonanga unatokanga kwako saa 5. Sasa anashindwa kama church ilianza saa 3 na wewe uko saa 5 kwa barabara. Atafuata naye apate mahubiri gani? Haleluya. Na mwingine aliniambia natamani kuja hiyo church yenu, lakini sasa ile masao unatoka. Hiyo mazaa mimi siwezi vumilia mpaka hiyo masao narudi. Naambia hapana. Kuna andanga saa 3 inaisha saa 7. Na mbona unakujanga hapa saa 10 saa 9? Tunakuonanga huko saa 10 saa 9 na tunaona unatoka saa 1. Naambia kwamba ile siku ataingia ndani. Hata utaambiwa uamke. Unajiamsha na unasema upambazuke haraka ili niende. Kwa maana unamjua. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya nini? Unamjua. Tutangaze wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Beneza ametuhubiria hapa mambo ya spiritual maturity. Tukome. Tuache kukua wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Ni process. Bwana Yesu asifiwe. Ni process ambaye kugrow. Grow pole pole. Na hautaambia mtu mimi nimekoma. Mtu atasema ya kwamba amekoma. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kuokoka na kuogoka. Watu wengi wamefanya nini? Wameokoka lakini hawajaogoka. Yule ameogoka amekombolewa na Roho Mtakatifu. Halazimishi kufanya kitu. Yeye amemachua. Anajua kitu cha kufanya. Anajua jinsi ya kutembea. Anajua Kristo ni nani. Na kuna wala umeokoka uko kanisani kuomba Mungu akupatie kazi. Kuomba Mungu akusaidie na pesa. Lakini hauna haja ya kwenda mbinguni. Biblia inasema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hivi vyote mtafanya nini? Tafuta Mungu kwanza. Mungu kwanza. Na vyote utapewa. Vyote utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta Mungu na haki yake, na vyote utazidishiwa. Advertise Jesus Christ. Mtu asikupate Sunday unafanya kazi. Mtu akosa umeokoka kweli? Nimeokoka lakini juu sasa nataka pesa, imebidi nimefanya. Hata Mungu anaelewa hakuna uokovu. Kuna wokovu ndani yako. Yule mtu ambaye amemachua, yule anayejua Kristo, yule ako ready kugrow, hawezi enda kazi Sunday, hawezi enda church akose, hawezi enda chama akose kukuja church, hawezi enda kuona kazi akose kukuja church. Asema Mungu wa kwanza, vitu vingine baadaye. Hatufungii watu hapa mpaka jioni. Tunatoka saa 7. Utaona kazi ni mtaongea saa 8, saa 9, saa 10, saa 11. Ukitaka lala huko kuja Monday. Haleluya.
Unajua kuna msichana alikuja kukaa kwangu akasema, kama maisha ni hii, siwezi tamani kuelekea pasta na siwezi maisha ni ya kuamka saa 9 kuomba na mimi nataka kulala. Nikamwambia, wewe lala, amka ile time unataka. Lakini Sunday kwangu ni sheria. Vifungu ni 2. Moja ni ya bibi yangu, moja ni yangu. Kama unataka kukuja kutafuta ya 3, tafuta nyumba yako. Hallelujah. Advertise Jesus. Vile unavyovaa, vile unavyoongea na vile unavyo behave, na ujue ya kwamba wewe ni nuru inayovutia watu wengi kuenda katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Enda katika ufalme wapi? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bado mnanipenda? Lakini hapa tunavanga vizuri. Hapa tunavanga tu vizuri, si ndio? Kama ni mama usivae hata kama ni full dress imefika huku, lakini tafadhali tafuta extra large kidogo. Tafuta extra large kidogo. Isifanye nini? Isikufinye mpaka ukashindwa kutembea. Tafuta nguo yenye hata mbio zikichomoka isikupatie stress. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wazee wako na logi, hata hawezi kimbia, hata hawezi fanya hivi. Na niye alishona. Je, hiyo logi yako na advertise Jesus Christ? Kila kitu unachokifanya wacha kimtukuze Mungu. Hata ile chakula unayokula wacha kimtukuze Mungu. Vile unavyoongea wacha umtukuze Mungu. Hata kile unapokunywa wacha kimtukuze Mungu. Ukiona chochote unachokifanya ambaye hakimtukuzi Mungu, wachana nacho, hata kama kinaleta pesa. Haleluya. Usiishi life ya ukora. Wewe una deal na vitu fake na unasema bora Mungu nimtolee tithe. Mungu hakubali pesa ya watu matapeli. Najua hapa hakuna tapeli, lakini kuna wale wananitazama ni matapeli. Mungu hapendi pesa ya watu matapeli, na anaweza kukufuta na asikuwe na shida. Alifuta Sauli na hakuwa na shida yoyote. Shetani anapokupoteza anatetemeka. Mungu hana shida, ni wewe umtafute na uamue kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na uamue nitamtumikia Mungu. Mungu hahongwi na tithe, hahongwi na sadaka, bali anapotazama moyo wako jinsi umenyenyekea na uko tayari kumwabudu, anasema huyo ndiye mwanangu. Hata sadaka ukitoa anaipokea, hata fungu la unapotoa anakubariki. Sema sasa nitamwekea ulinzi, kwa maana kuna cover. Hata shetani anapoenda kukustaki anasema ya kwamba huyo ako na cover, huyo ninamjua, kwa maana ninajua moyo wake. Barua imeandikwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza Yesu Kristo, si ndio? Tangaze kule nje, unavyokaa pita pale, sema vile unavyo, watu wanakuangalia wasema ya kwamba huyu ndiye Yesu tunahitaji, huyu ndiye Yesu tunayemtaka. Wacha mtu akatamani vile huko. Haleluya. Naye mtu atasema ya kwamba hilo kanisa nitaenda,
hilo kanisa nitaenda, nitaabudu kule. Kwa maana tunafanya nini? Namtangaza Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kimalizia nasema ya kwamba, nasema action speaks louder than matendo. Tendo yako ni gani? Ya kuna wale watu wameokoka, lakini sasa akianza kukutusi unaweza jificha. Unaweza jificha mpaka unauliza, na ndugu ameokoka kweli? Acha niwaachie hapo, na Mungu si awabariki. Haleluya.